Kule Marekani, uko mji unaitwa Salem. Mji unaopatikana kule Massachusetts ni mji uliobeba historia kubwa ya mambo ya uchawi na ushetani. Katika mji wa Salem ziko nyumba zinatambulika dhahiri ni nyumba za wachawi. Katika mji wa Salem kuna jumuiya ya kishetani inayojiita TST, The Satanic Temple, yaani hekalu la shetani, na wala halifanywi kuwa jambo la siri, liko wazi bayana kabisa. Miaka ya zamani, kipindi Marekani iko chini ya mkoloni, kulikuwa na kampeni kubwa ya kuangamiza wachawi wote. Na mji wa Salem ulikuwa ni mmoja wa mji unaoendesha kampeni hii kwa nguvu zote. Ingawa vita hii kali dhidi ya wachawi wa Salem ikapanda mbegu ya wachawi kuuhusudu zaidi mji huo, na hata mpaka leo umekuwa mji upendwao zaidi na wachawi pamoja na mashetani kutokana na mbegu iliyooteshwa vizuri miaka hiyo ya zamani. Miaka ya 1300 mpaka 1330 ndio kampeni kubwa na ya kwanza ya kutokomeza wachawi ilianzishwa, na ilianzia bara Ulaya ambako ndio kulikithiri sana uchawi, hasa katika mataifa ya Italia, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na Uswizi. Kipindi hiko Ulaya wachawi walikuwa ni wengi sana na wakifanya fujo nyingi mno kuwadhuru watu, na watu walikuwa wameshachoshwa sana na vitimbwi vya wachawi. Kihistoria inasemwa kampeni ya kupambana na wachawi ilianzishwa na makanisa yale madhehebu makubwa makubwa. Ilianzishwa kampeni ya kupiga vita wachawi, ikipita mtaa kwa mtaa na nyumba kwa nyumba, na wale wote waliokuwa wakihisiwa ni wachawi walishughulikiwa. Kulianzishwa vikosi maalum ambavyo vilikuwa na kazi ya kukamata wachawi. Taratibu kampeni hii ikaanza kusambaa katika mabara mengine na kufikia bara la Amerika miaka ya 1500 baada ya watu wa huko Amerika nao kuchoshwa na vitimbwi vya wachawi. Na kama ilivyotokea kule Ulaya, huku Marekani nako ni makanisa ndiyo yaliyoanzisha kampeni hizi. Miaka ya 1600 ndio kampeni hii ya kutokomeza wachawi ikashika kasi, hasa kule Marekani ambako ndio kulikuwa kumeshamiri uchawi, na wasiokuwa wachawi walipigwa sana na matukio. Mara nyingine watu walikasirishwa na wachawi na kuamua kujichukulia sheria mkononi kwa kuwaua wachawi, ila baada ya hapo sheria inawarudia na kuwashtaki kwa kosa la kujichukulia sheria mkononi, angali hawana uhakika au ushahidi kuwa waliyemuua ni mchawi. Sasa kuanzishwa kwa makanisa mengi ambayo mahubiri yake yanapingana na shughuli za kichawi ndiyo yakapigania kuanzishwa kwa mahakama maalum itakayokuwa
kupozwa na sasa ndio wameanza kujibu mashambulizi kwa kuleta baridi hiyo. Kutokana na baridi hiyo kali, mazao mengi yalikufa. Ikalazimu kiongozi wa mji wa Salem kuitisha mkutano mkubwa kujadili juu ya njaa inayokuja kuwakabili kutokana na mazao mengi kufa. Katika mkutano huo, kila mwananchi akasimama kuongea akilalamika kuwa wachawi ndio wameleta baridi hiyo kwa sababu kumeanzishwa mahakama dhidi yao na kampeni ya kupambana nao. Na wengine waoga zaidi wakaanza mpaka kushauri mahakama hiyo ifungwe haraka ili kuunusuru mji. Pia kulikuwa kukionekana mbwa wawili wakizurura mashambani kipindi hiko. Mbwa hao nao walijadiliwa kwenye kikao hiki na kikosi maalum kilichoundwa kukamata wachawi wakapewa amri ya kwenda kuwakamata hao mbwa wawili, ikiaminika kuwa ndio wachawi ambao Mwaka 1689, mchungaji mmoja aitwaye Samuel Parris Beatty alirudi kuishi mji wa Salem akitokea chuoni Harvard ambako alikuwa akichukua masomo ya dini. Mchungaji huyu ni mzaliwa wa mji wa Salem, ila yeye na watoto wake na mkewe kabla ya hapo hawakuwahi kufika huko Salem. Ni muda mrefu alihama katika mji huo na kwenda kutafuta maisha. Na sasa mwaka 1689 alipomaliza masomo yake akaamua kurudi kuishi katika mji wa Salem akiwa na watoto wake watatu pamoja na mkewe na watumwa wake wawili, ambao katika hao watumwa wake mmojawapo alikuwa ni Mwafrika. Watumwa wake hao walikuwa ni John Indian mwenye asili ya Barbados na mwingine aliitwa Tituba, mwanamke mwenye asili ya Afrika. Kwa pamoja waliishi vizuri mpaka kufikia mwezi Februari mwaka 1692 ambapo watoto wa mchungaji Parris wakaanza kuumwa. Watoto wenyewe walikuwa ni Betty Parris mwenye umri wa miaka 9 na mwingine alikuwa akiitwa Abigail mwenye umri wa miaka 11. Wakaanza kuumwa kwa ugonjwa wa ajabu. Ikifika usiku wanapiga kelele, mara wanapara
mtumwa, na tena ni mtu mweusi. Kwa hiyo tuhuma zake zilichochewa na ubaguzi wa rangi ambao kwa kipindi hicho ulikuwa umeshamiri sana. Hakimu wa mahakama akataka watoto wote wanaoumwa waje mahakamani na kutaja mchawi wanaoamini kuwa ndiye aliyewaroga, kwa maana iliaminika kuwa usiku hawa watoto huwa wanawaona wale wachawi waliowaroga, na ndio maana huwa wanapiga kelele za kuogopa. Wale watoto Betty Paria na Abigail William wakaja mbele ya mahakama na kutakiwa kutaja wachawi wanaowaonaga usiku wakiwajia. Basi wale watoto wakawataja watu watatu ambao ni Tituba, yule mtumwa mwanamke mweusi, Sarah Good na Sarah Osborne. Sarah Good alikuwa ni mbibi ombaomba toka apoteze familia yake katika vita, akabaki kuishi mwenyewe na ugumu wa maisha ukamfanya kuwa ombaomba ili aweze kujikimu. Na huyu mwingine watatu, Sarah Osborne, naye alikuwa ni mzee sana zaidi ya Sarah Good, na alikuwa ni mzee kiasi hatoki kitandani kwa maradhi yanayotokana na uzee wake. Mbaya zaidi, hawa watuhumiwa wa uchawi wote walikuwa sio watu wa kupenda kwenda kanisani. Yaani kwa zamani ukiwa sio mpenda kwenda kanisani, halafu siku ukashutumiwa kuwa wewe ni mchawi, basi utahitaji nguvu ya ziada kushawishi jamii yako iamini kwamba wewe sio mchawi. Hawa wazungu walikuwa wanaamini mchawi lazima aogope kusogelea kanisa, na pia ukishutumiwa uchawi, tena anayekushutumu ni mtoto, basi ujue imekula kwako. Waliamini mtoto ni malaika, kwa hiyo hadanganyi. Ukiachilia hawa watu watatu ambao walitajwa na watoto wa mchungaji Paris, wako watoto wengine ambao nao walikuwa wanaugua ugonjwa unaofanana na wao, na wao pia walitaja wachawi wengine ambao waliwatuhumu ya kwamba ndio waliowaroga. Katika utajaji wa wachawi ambao umefanywa na kundi hili la kwanza la watoto, kuna makosa fulani yalifanyika, makosa ambayo yatakuja kugharimu sana mji wa Salem. Maskini yule mtumwa mweusi Tituba alishutumiwa uchawi kwa jambo la hovyo. Ambazo mara nyingi